Niko tayari kuwa na wewe. Sitachoka, sitachoka, sitachoka kukupenda. Nakupenda pia. Sitachoka, sitachoka, moyo umechagua jina lako, hata dunia ikibadilika. Mimi sibaki ndani peke yangu bwana. Kwani shida nini? Mimi sina hata bando la kuperuzi. Damn. Wewe jana si nimekuambia kuhusu habari za Chris Bando? Jana? Utakuwa ulilala. Sasa sikiliza, iko hivi. Wewe una line ya Halotel? Ndio. Ukiwa na line ya Halotel peke yake, unaweza ukapata bando kuanzia GB 10 kwa shilingi 11,000 tu. Hiyo ndiyo habari ya mjini. Alafu sasa Chris bando lake linadumu kwa muda wa miezi 8. Sasa cha kufanya, nakupa namba zako umpigie. Usitaki kunisumbua tena. Hizi namba ni kwa ajili ya kumpigia Chris Bando. Namba zake ni 0717048048 na namba nyingine ni 0785736361. Hizi ni namba kwa ajili ya kumpigia Chris Bando tu. Ukitaka sasa kupata hilo bando, unatakiwa ulipe kwa lipa namba. Alafu kishamaliza, muamala wako mtumie kwenye moja ya hizo namba ambazo nimekutajia. Hakikisha tunapotuma pesa yako, jina lisome Christopher Luoga. Subiri muda mfupi, bando litaingia. Chris Bando, Bei Kitonga. Kwaheri. Okay, bye. Bye. Karibu sana. Asante. Vipi? Kuna taarifa yoyote? Hapana. Nimejitahidi sana kumtafuta Mo, lakini sijafanikiwa kumpata. Na swali kubwa ambalo najiuliza, amewezaje kushiriki katika hili swala? Mimi nadhani ukishampata tarudi tuendelee na kesi. Mimi sihitaji maneno mengi. Nahitaji pesa ifanye kazi yake. Hakikisha hii kesi nashinda. Dokumenti zote ninazo. Sasa hapa nichague pesa ama nimsaidie RK? Habari yako ndugu yangu? Salama tu kaka. Vipi? Mipango inaendeleaje? Kuna kitu hakiko sawa. Kitu gani tena hicho? Zile dokumenti ulizonipatia zimeibiwa. Prince, yaani zile dokumenti zimeibiwa? Mungu wangu.
kitu kiko nyuma ya pazia kinaendelea. Naomba uje ofisini. Nimebeba mzigo mzito, moyo unalia. Njia za dunia hizi si rahisi, rafiki wa kweli ni ndoto. Mwenzako nimezidiwa. Vipi? Kuna nini? Mwanasheria amesema dokumenti zimepotea. Nini? Mungu wangu. Najua kakaangu atakuwa anatafuta kwa hamu sana, ila nami naye mjinga, yaani nimsaliti kisa mapenzi tu. Sieleta kwa nini kwa sefu kiasi hicho kwa mwanamke. Nahisi nakupenda ujue. Abe kaka. Mwanasheria amenipigia simu anasema dokumenti zimeibiwa. Kaka, huyo mwanasheria ni muongo. Kutakuwa kuna kitu, haiwezekani. Sielewi ni nini kinachoendelea, lakini habari ndio hiyo. Kwa hiyo ni nini kinafuata hapa? Ngoja tu niende nikamsikilize. Ameniita ofisini. Sawa. Okay, samahani sana kaka kwa lililotokea. Ilo nahisi kuna kitu nimefanywa hapo ofisini kwangu. Yaani mimi unajua ninachojiuliza. Hizo dokumenti zimewezaje kupotea kirahisi namna hiyo? Nimekaa hapo ofisini toka asubuhi. Ila mchana kuna mida nilitoka kidogo kwenda kutafuta chakula. Nahisi ndo amenifanyia ujinga hapa. Mimi mpaka nachanganyikiwa kwa kweli. Yaani kesi yaani kila siku mambo yanazidi kuwa magumu tu yani. Usijali. Kuna kitu nataka tufanye hapa. Ila kama utaweza. Kitu gani hicho? Tafuta milioni 2, kila kitu kinakuwa sawa. Milioni 2 kaka. Okay. Ukipata milioni 2 utanikuta ofisi yangu ile ya juu. Wewe. Mimi hapa sielewi, yani nimevurugwa. Kwani una nini? Kaka amepigiwa simu na mwanasheria. Nimemwambia dokumenti zimepotea.
na kamwita ofisini kwake, sijui atamwambia nini. Wewe mwanasheria ni nani kwani? Amesema sijui anaitwa Prince. Prince? Ndio. Mweusi fulani hivi mrefu. Hapo sasa sijui. Ila mimi ameniambia hivyo. Hapa baby, mimi nishaanza kuwa na wasiwasi. Yaani kama itakuwa Prince unamjua mimi, kuna game imechezwa. Mbona sikuelewi? Prince ni mwanasheria. Tena mwanasheria huyo ambaye anatumiwa na kaka yangu. Maria. 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 Maria, nini shida? Maria. Maria nini? Maria. Maria. Maria nini? Maria. 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 Sasa naona umekuwa ni juzi tulikuwa kabinti kadogo yani. Si tunakuwa haraka sana. Ni kweli kabisa. Hebu niambie. Kuna nini kimetokea? Maana nimesikia umesema dokumenti zimepotea. Nishongea na RK. Kwa kila kitu kitakuwa sawa. Okay, basi jitahidi. Maana ndugu yangu anateseka sana. Okay, ni swala dogo tu tutalimaliza kwa mapema sana. Sijakuitia tu hilo na jambo lingine. Unakumbuka kipindi kile nakutana kwa mdogo mke wangu mchumba nitakuwa, unakumbuka? Nakumbuka. Sasa nataka nikuoe kweli kabisa. Na ukinikubalia moyo wangu utakuwa mweupe na kila kitu kitaenda smooth.
anaonekana na malaria na typhoid. Lakini pia habari njema ni kwamba una ujauzito wa mwezi mmoja. Dokta, unaweza kunisaidia kutoa hii mimba? Hapa hospitalini kwetu hatuna hiyo huduma. Lakini pia vipimo vyako vinaonyesha kizazi chako kimelegea. Kwa hivyo kama utathubutu kutoa huo ujauzito, kuna hatari ya kutopata mtoto tena. Dokta, please, naomba unisaidie. Mimi sina mwanaume. Nisaidie kutoa hii mimba. Na wewe ni nani? Huyu ni mdogo wangu. Amenisindikiza tu kuja hapa hospitali. Maria, Funga mdomo wako Veso. Mimi sibaki humu ndani peke yangu bwana. Kwani shida nini? Mimi sina hata bando la kuperuzi. Damn. Wewe jana si nimekuambia kuhusu habari za Chris Bando? Jana? Utakuwa ulilala. Sasa sikiliza, iko hivi. Wewe una line ya Halotel? Ndio. Ukiwa na line ya Halotel peke yake, unaweza ukapata bando kuanzia GB 10 kwa shilingi 11,000 tu. Hiyo ndiyo habari ya mjini. Alafu sasa Chris bando lake linadumu kwa muda wa miezi 8. Sasa cha kufanya, nakupa namba zako umpigie. Usitaki kunisumbua tena. Hizi namba ni kwa ajili ya kumpigia Chris Bando. Namba zake ni 0717048048 na namba nyingine ni 0785736361. Hizi ni namba kwa ajili ya kumpigia Chris Bando tu. Ukitaka sasa kupata hilo bando, unatakiwa ulipe kwa lipa namba. Alafu kishamaliza, muamala wako mtumie kwenye moja ya hizo namba ambazo nimekutajia. Hakikisha tunapotuma pesa yako, jina lisome Christopher Luoga. Subiri muda mfupi, bando litaingia. Chris Bando, Bei Kitonga. Kwaheri. Okay, bye. Bye.